Welcome to another exciting edition of 5-2. This is a football talk show where I engage my good friend Kala Mombode on the top 5 topics in the world of football trending every day, Monday to Friday, right in Home 96. And of course, everyone is talking about Alexis Sanchez joining Manchester United, Henrik Mkhitaryan going the other way and joining the Gunners. Each one of them says it is a dream come true. Alexis says when he was growing up, I wanted to join Manchester United, and it's been spotted with a jacket with the United badge. Henrik Mkhitaryan said one time he was talking to UEFA TV and told him that it is his dream to play for Arsenal. Everyone's dream is coming true on this day. Ukala Mombote from our sister station Bahari FM. Alexis Sanchez, Henrik Mkhitaryan, nami apera deal fit. Ni timu zote mbili. Manake unajua kila mtu na kitu ambacho anakihitaji. Na nafikiri Arsene Wenger ni mtu ambaye amefikiria mapema. Kwa sababu kuna uwezekano Ozil akampoteza pia. Na iwapo Ozil ataondoka, kazi ambayo Mkhitaryan anaweza kuifanya, Ozil pia anaweza kuifanya. Kwa hivyo ndio kwa maana Arsene Wenger amepata deal nzuri. Na pia mfumo wa Arsenal na uchezaji wao, unajua touch football yao na mpira kuweka chini ni kitu ambacho Mkhitaryan amezoea alipokuwa Dortmund. Alipokuwa na Manchester United lazima alipata tabu sana. Na Sanchez upande wa timu ya Manchester United ana uzoefu mkubwa na jezi aliyopewa ni namba kubwa, itakuwa na pressure kidogo kwake, manake ukiangalia mafanikio kina Eric Cantona, David Beckham, kina Cristiano Ronaldo, alafu sasa wewe umepewa hiyo jezi namba. Ni shughuli pevu, lakini kila mmoja amenasa kifaa. Kuna jamaa alikuwa anasema Falcao pia alienda kule, Di Maria alienda kule, wakaendea pesa akapinga ukuta. Sanchez itakuwa tofauti vipi? Itakuwa tofauti kwa sababu ni mtu ambaye tayari uwepo wake huko na anajulikana uwezo wake. Na Sanchez si mambo ya kubahatisha. Husi mchezaji ambaye unakuja kumwambia chochote. Ni mchezaji tu ambaye kocha atamwambia huu ndio mfumo wangu na nataka ucheze hivi na atatekeleza. Huwezi kumfananisha Sanchez na kina Anthony Martial na kina Marcus Rashford. Kwa hivyo Sanchez analeta kitu tofauti na watu wataona tu karibuni. Already Pogba anataka double. And rest ishaanza. Imeanza, lakini kwa mtu kama Jose Mourinho si kitu ambacho kinaweza kupoteza utulivu katika kambi. Maana lazima ataambiwa tu neno moja, tulia, msimu ukiisha tutazungumza na utapata contract yako mpya. Na kishapo hiyo ahadi Pogba atafunguka tu. Lakini haifai kuwa issue katika timu ya Manchester United. Ingekuwa ni Arsene Wenger, nadhani Pogba ingekuwa labda ndio njia yake ya kutoka. Lakini kama ni Mourinho anajua pesa zake. Kwa hivyo atampa tu kile kitu anachotaka. Wakati Henrik Mkhitaryan alikuwa anapigwa picha pale Emirates, alisema yo Pierre, tunaweza muona Aubameyang akiland pale anytime vipi? Si kuweza, ni kwamba Pierre-Emerick Aubameyang labda kutokea muujiza wa Yesu, lakini Pierre-Emerick Aubameyang ni mchezaji wa Arsenal mtarajiwa. Kama unaweza kwenda uwanja wa ndege wewe kama mchezaji na umpokee Ivan Gazidis, yani inakuonyesha jinsi ya kuwa yeye ndio mwenye kuleta hii pressure aende kule. Na unaona Dortmund ni kama ambao wameanza kuingiana, wanataka kidogo kwa unsettle Arsenal kwa kusema mtieni Olivier Giroud katika hii deal. Unaona, lakini wanasahau ya kwamba Olivier Giroud ni mtu ambaye Arsenal kumpoteza kwa Bundesliga haiwezi kuwa issue, na kwa Giroud pia iwapo atakwenda Bundesliga nafikiri itamsaidia sana, maana hata kosa first 11 na World Cup atakuwa ndio top striker kwa timu ya taifa ya France. So sasa formation yenye Arsenal icheze ni gani ambayo iweze kumtumia Henrik Mkhitaryan vizuri na maybe Pierre-Emerick Aubameyang akiingia pale? Mfumo bado hawezi kubadilika sana, ni 4-3-3. Lakini wale watatu ambao watakuwa pale mbele lazima kuwe na Lacazette, na lazima kuwe na Mkhitaryan, na lazima kuwe na angalau kama Ozil lakini lazima atakuwa na free roll ya kwamba anazunguka nyuma ya Lacazette na Mkhitaryan, alafu Mkhitaryan akileta final support kwa Lacazette. Na Aubameyang iwapo ataingia, sasa hapo ndio kutakuwa na wazimu zaidi. Manake itakuwa sasa Ozil ndio anapewa nafasi ya kucheza tu nyuma ya hao watu watatu. Mkhitaryan awe kushoto na kulia awe Lacazette na katikati asimame Aubameyang, ama hata Aubameyang ukimweka kulia haitatatiza, lakini pasi zikitoka kwa Ozil, yani wewe mwenyewe unajaribu kuchora hiyo picha, unaona tu vile ambavyo kuna madefender viuno vyao vitakuwa kwenye shida. Kule Manchester nani anakula bench? Rashford ama Martial? Hao watu wawili ndio wataathirika na ujio wake. Na pia Juan Mata, hao ndio watu ambao kwa hiyo halafu inategemea pale ambapo Sanchez atakuwa anacheza. Maana anaweza kucheza kushoto na anaweza kucheza pia kulia. Sasa ikitegemea siku kocha amempanga upande gani, mmoja wao ataathirika. Maana Lukaku ni mtu ambaye moja kwa moja atakuwa anacheza pale juu. Kwa hivyo huku pembeni kwenye Juan Mata na kwenye Rashford na Martial, bila shaka hao ndio wanafaa kukose usingizi. Tutoke the red side of Manchester to the blue side of Manchester. KDB, deal bonge la deal amepata jana.
Inakumaanisha nini? Maanake juzi tumeona Otamendi pia kitia sahihi, Fernandinho pia extend. Pep anajaribu kufanya nini pale? Kina Pellegrini na makocha wengine wote waliotangulia katika timu ya Man City walijenga timu kupitia Vincent Kompany. Maanake Vincent Kompany ndio alikuwa kizingiti cha timu, lakini sasa hatuwezi kuzungumzia Man City ya kwamba kizingiti ni defender wala midfielder. Kizingiti wa Man City sasa ni Kevin De Bruyne. Yeye ndio ameshika nyuzi za gita za timu ya Manchester City. Kwa hivyo yeye ndio anadetermine timu itacheza vipi, itapata mafanikio gani. Akiwa low kama alivyokuwa dhidi ya Liverpool, wanapoteza mechi. Huyu ndio mwenye kuzungumza katika timu. Kwa hivyo lazima umpe kwanja mzuri, alafu mambo yanakwenda vizuri. Na hiyo sioni hata kama ni issue, na haiwezi kuleta hali yoyote ya taharuki katika timu ya Man City. Kuna mchezaji anaitwa Fred. City wamekuwa linked na move ku sign Fred. At some point Pep mwenyewe alisema wakati walipiga Shakhtar 2-0 hapo Etihad, alafu aenda kula kapoteza ile mechi first loss ya City kwa Champions League. Pep alisema hii Shakhtar ndio the best team cheza nayo kwa Champions League. Fred analeta nini City? Kwa muda mrefu Shakhtar imekuwa timu ambayo ina muunganiko mzuri. Unajua wanafanana na ile FC Porto ya Jose Mourinho wakati ikiwa na kina Deco, ilikuwa inacheza kimtindo huo. Yaani ukiangalia wachezaji wote wanakaa kambe wako daraja moja na wanashirikiana. Lakini Fred ni mchezaji ambaye utotoni alicheza kama kiungo cha kati, na kuna wakati pia utotoni alicheza kama mshambulizi. Sasa ukiangalia kwamba alicheza kiungo cha kati, inamaanisha atacheza left back, lakini anacheza kama Delph, lakini ni bora zaidi kwa sababu yeye ni left back naturally, lakini amewahi kucheza midfield. Kwa hivyo anaweza kutoa zile pasi na pia anaweza kusaidia timu inaposhambulia, na hata saa nyingine anaweza kumchezesha kama winga. Kwa hivyo ndio maana Pep Guardiola jua anafikiria hivyo. Hapendi mchezaji ambaye anacheza namba moja. Anapenda mchezaji ambaye anacheza namba 2 ama 3. Ndio kusudi mechi kiendelea anaweza kumbadilisha na kumweka mahali na ikamchanganya yule opponent. Kwa hivyo ndio kwa maana anamwangalia Fred. Harry Kane 200 millions kutoka kwa timu yako Real Madrid, Galactico jamaa. Lewandowski, Harry Kane, Neymar, wakina David De Gea, some of the players wamekuwa linked kwenda Real Madrid wakati Fiorentina Perez ajipanga kusign Galactico hii summer transfer. Tottenham wamesema hiyo 200 tuitaki. Harry Kane anabaki hapa. Lakini lazima Harry Kane atakuwa sasa anaanza kufikiria. Anaangalia mimi ni bora kumliko Alexis Sanchez, na sasa Alexis Sanchez anapata pesa nyingi kuniliko mimi. Unajua hivi ndio vitu vitaanza kumwingia kwenye akili. Na kuna watu wataanza kumwambia, "Baba, hii mambo yako ya loyalty haikupeleki mahali bwana. Utazeeka hapa England na watu watakuona ukipanda matrain hapa na una kitu." Kwa hivyo lazima uanze kufikiria maisha yako baadaye, na ndio kitu ambacho kilimtoa Gareth Bale katika timu ya Tottenham. Kwa hivyo hii ni biashara tu ya mapema na kujaribiwa wanaongea nini. Lakini wakitaja milioni 200 kwa Real Madrid si chochote. Wakati wanaweza kumpoteza Cristiano Ronaldo, wanaweza kumpoteza Karim Benzema, wanaweza kumpoteza Gareth Bale. Kwa mauzo ya wachezaji italeta pesa nyingine, na hao wenyewe wana pesa zao. Kwa hivyo mimi sioni tatizo la yeye kwenda. Na umeona Eden Hazard akiteta akisema kwamba anajutia kidogo kwa nini alitamka mapema kwa Zidane ingawaje kwa mdomo ya kuwa anataka kwenda Real Madrid, lakini anajuta kwa sababu anaiona katika La Liga inashuka. Lakini asikudanganye mtu, ni pesa hizi. Watu ukikutaka watakupata tu hawa. Kepa amesign mkataba mpya na Atletico Bilbao. Wanataka pesa mingi wakati watakuwa msajili kwenda Real Madrid, ama ni De Gea sasa ndio focus inaenda kutana. Iko mara mbili. Mara ya kwanza ni kwa sababu Kape lazima ameambiwa bana, wewe ni kijana tumekukuza wenyewe na lazima tupate faida na wewe bana. Lakini sasa ikiwa bado miezi 5 alafu uende, utakwenda na pesa ambazo tutapewa pesa za makuzi, hatutapewa pesa za usajili za kueleweka. Kwa hivyo tafadhali tia hii sign, na hata wasipokununua Real Madrid lazima baadaye, mradi Real Madrid wamekutaja, kuna timu nyingi kubwa zinajiuliza kipa ni nani na zinakufuatilia. Kwa hivyo at some point lazima utapata timu kubwa. Kwa hivyo hii ni kusaidia timu, angalau akiuzwa auuzwe na pesa ya maana ije katika club. Lakini pia kwa David De Gea ni kumuonesha OSUS sio kipa peke yako, lakini pia inaleta pressure kwa timu ya Manchester United. Maana kama yule bei yake itakuwa juu, wataona afadhali tuende kwa mtu ambaye tumemwona kwa misimu hivi karibuni akifanya vizuri zaidi, ambaye ni David De Gea. Kwa hivyo italeta tena kidogo mishemishe katika kambi ya mashetani wekundu. Tukimalizia Balotelli 5 years Juve na offer. Magazeti tu ama ni jamaa Juve umeona kitu kwa ni kitu ambacho kinawezekana kwa sababu Paulo Dybala anahusishwa na timu ya Manchester United, na iwapo ataondoka lazima ni pengo ambalo lazima lizibwe. Na ukicheki vizuri msimu haujakwenda vibaya sana kwa Balotelli. Mechi 24 amefunga bao 18 kwa ujumla. Na ukiangalia msimu uliopita mechi 28 akafunga bao 17. Sasa msimu bado uko katikati na tayari amepita idadi ya mabao ambayo alifunga last season.
na amejiboresha na pia amekuwa mtulivu kidogo, ameanza kuonesha ukomavu, ana visanga vingi. Kwa hivyo si mbaya akienda Juventus, ni jina kubwa na ni kitu ambacho kinawezekana sana tu, na lazima atang'ara kwa sababu Italian League bana, si Italian League ya kina Maldini, si ya kina Costa Curta na kina Alessandro Nesta. Hii ni Italian League ambayo ni kanjanja kimpango, nyepesi. Kwa hivyo bado akienda atafunga tu, kuna defense nyingi anaweza kuzipenyeza akafunga magoli kuliko hata Premier League ama La Liga ama Bundesliga. They've had it from Carlo Mombose. I've always called him a moving encyclopedia when it comes to football matches. And of course, tomorrow, same time, same place, at the same sitting. I mean, basically, it's very exciting as a place where I like talking about football big time. Tomorrow, we could be talking about Pierre-Emerick Aubameyang joining Arsenal. Maybe Peter Crouch will be a Chelsea player. And Edin Dzeko could also be joining him in the Chelsea attacking force. But for now, see you tomorrow for the 3rd episode.